In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Spes Christi, quia mortuus surrexit, sit cum omnibus vobis. Mwili wa Papa Francis umehamishwa rasmi kutoka nyumba ya Mtakatifu Marta hadi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ambapo waumini kutoka kona mbalimbali za dunia wataendelea kutoa heshima zao hadi mazishi yake yatakapofanyika Jumamosi Aprili 26 mwaka huu. Associated Press imeripoti leo Jumatano 2025 kuwa jeneza la Papa Francis liliwasili katika kanisa hilo kuu asubuhi ya leo Jumatano Aprili 23, 2025, likisindikizwa na maelfu ya waumini waliojitokeza kwa wingi katika eneo hilo lililotawaliwa na utulivu. Watu zaidi ya 20,000 walikusanyika katika uwanja wa kanisa hilo maarufu duniani wakipiga makofi ya heshima, huku wakionekana kuguswa na tukio hilo la kihistoria. Mwili wa Francis utawekwa wazi kwa ajili ya kuagwa hadi mazishi yake siku ya Jumamosi. Papa Francis alifariki siku ya Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Awali kengele zilizoko ndani ya kanisa la Mtakatifu Petro zililia wakati mwili wake ulipohamishwa kutoka kwenye nyumba ya Mtakatifu Marta, Vatican, iliyokuwa akiishi hadi ndani ya basilika akisindikizwa na maandamano ya makardinali waliovaa mavazi ya huzuni. Mwili wake ulisindikizwa na walinzi kupitia uwanja ule ule wa hivi karibuni alipopita akiwasalimia watu kwa kutumia gari lake la wazi, jambo lilotafsiriwa kuwa pengine alikuwa akiwaaga kwa mara ya mwisho. Wabebaji wa jeneza walibeba jeneza lake rahisi la mbao mabegani mwao kupitia milango ya Vatican kupitia uwanja wa Mtakatifu Petro hadi ndani ya kanisa kuu. Kardinali Kevin Farrell anayesimamia Vatican kwa muda hadi Papa mpya atakapochaguliwa aliongoza maandamano hayo, huku akifukisha moshi wa ubani mbele yake na waimbaji wa kanisa wakianza kuimba wimbo wa litania ya watakatifu. Wakiwa wawili, makardinali walifika mbele ya jeneza wakainama na kufanya ishara ya msalaba, wakifuatiwa na makundi madogo ya maaskofu, wasaidizi wa makanisa na mapadri pamoja na masista. Ibada fupi ya sala iliendeshwa baada ya mwili wake kuwasili, ikiongozwa na Kardinali Kevin Farrell, Carmelego wa kanisa takatifu la Roma. Katika sala yake, Kardinali Farrell alimshukuru Papa Francis kwa maisha yake ya utumishi na kujitolea kwa dhati kwa kanisa na watu wa Mungu duniani kote. Namnukuu, tunamshukuru Mungu kwa miaka 12 ya huduma ya Papa Francis. Ameacha alama kubwa kwa watu wa imani. Kwa maneno na matendo yake ya upendo, haki na mshikamano, tumwombee Bwana mpokee katika makao yake ya milele, amesema Kardinali Farrell, mwisho wa kunukuu. Viongozi wa kitaifa wanatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Francis siku ya Jumamosi, lakini siku hizi tatu za kutazama mwili wake hadharani zitawaruhusu Wakristo wa kawaida kuomboleza kifo cha papa huyo aliyefariki kutokana na kiharusi. Basilika itaendelea kufunguliwa hadi usiku wa manane ili kuruhusu umati wa waombolezaji kipindi cha maombolezo kitakapokamilika siku ya Ijumaa saa 1 usiku, wakati jeneza lenye mwili wa Francis itakapofungwa rasmi. Kifo cha Papa Francis na mazishi yake kimezindua kipindi cha mpito kilichopangwa kwa makini katika kanisa Katoliki lenye waumini zaidi ya bilioni 1.4, ambapo makardinali watakusanyika wiki ijayo kabla ya kuingia katika mkutano wa Syrian Conclave ndani ya kanisa la Sistine kuchagua papa mpya. Kuna makardinali takriban 135 walio na umri chini ya miaka 80 ambao wanastahiki kupiga kura katika uchaguzi huo, na papa mpya huenda akapatikana kutoka miongoni mwao. Mkutano wa kuchagua papa mpya haupangwi kuanza kabla ya Mei 5. Francis aliwekwa awali kwenye chumba cha hoteli ya Domus Santa Marta kwa ajili ya watu wa karibu wa Vatican na familia ya kipapa kutoa heshima zao. Picha zilizotolewa na Vatican siku ya Jumanne zilimuonyesha Francis akiwa amelazwa kwenye jeneza lililo wazi, amevaa kofia ya askofu wa kilele na majoo mekundu, mikono yake ikiwa imekunjwa juu ya rozali. Naibu kiongozi wa Vatican, Kardinali Pietro Parolin, alionekana akisali kando ya mwili wa papa huyo. Mara baada ya kuingizwa kwenye basilika, jeneza lenye mwili wa Papa Francis alikuwekwa juu ya jukwaa la heshima kama ilivyokuwa kwa mapapa waliotangulia, bali liliwekwa moja kwa moja kwenye mteremko mbele ya madhabahu kuu ya karne ya 16 likielekea upande wa waumini, huku walinzi wake wakiwa wamesimama kwa heshima kando yake. Hii ilizingatia matakwa ya kiongozi huyo mwenyewe ya kwamba taratibu zote za mazishi ya kipapa zifanywe kwa unyenyekevu na kuonyesha nafasi ya papa kama mchungaji rahisi, si kiongozi wa dunia.
Wakati huo, polisi wa Italia wameimarisha ulinzi kwa ajili ya kutazama mwili wa mazishi, wakifanya doria kwa miguu na farasi kuzunguka Vatican, ambako mahujaji wanaendelea kufika kwa ajili ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu ambayo Papa Francis alizindua mwezi Desemba mwaka jana. Kwa upande wangu, Papa Francis anawakilisha mchungaji mkuu na pia rafiki mkubwa kwetu sote, alisema Micare Sales kutoka Brazil alitembelea kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Roma. Nadhani alieneza ujumbe mzuri duniani kote, akisema hapaswi kuwa na vurugu bali amani ulimwenguni. Alisema Ameti Kukreja kutoka Australia aliyoko mjini Vatican kwa ajili ya kushuhudia maziko hayo. Mazishi yamepangwa kufanyika Jumamosi saa 4 asubuhi katika uwanja wa Mtakatifu Petro, na viongozi mbalimbali wanatarajiwa kuhudhuria, wakiwemo Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Makardinali wanaendelea na mikutano yao wiki hii kupanga uchaguzi wa papa mpya na kufanya maamuzi mengine kuhusu uongozi wa kanisa Katoliki, huku viongozi wa dunia na waumini wa kawaida wakiomboleza kifo cha kiongozi huyo. Papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini katika historia alivutia ulimwengu kwa mtindo wake wa unyenyekevu wa kujali maskini, lakini pia aliwakera wahafidhina wengi kwa ukosoaji wake wa ubepari na mabadiliko ya tabia nchi. Alionekana mara ya mwisho hadharani Jumapili akiwa anatoa baraka ya Pasaka na kupita kwa gari la wazi mbele ya umati uliofurahia. Ripoti ya Vatican News siku ya Jumanne ilisema kuwa alikuwa na mashaka kidogo juu ya kupita katika uwanja uliojaa waumini zaidi ya 50,000, lakini alishinda hofu hiyo na akashukuru kwamba aliweza kuwasalimia. Alifariki asubuhi iliyofuata. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mazishi ya kiongozi huyo wa kiroho. Jina langu ni Mgongo Kaitira.